Mara ya kwanza nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu. Rafiki yangu aliniambia kwamba nikupe kazi. Nikamwambia kazi gani? Akamwambia kuna kazi ya kucheza zinauzwa nje. Nacheza zinauzwa nje, lakini utaweza? Nikamwambia mimi kwa sababu nina shida, mimi nitafanya, hamna shida. Kwa hiyo akawa amenipa namba za mtu fulani, akaniunganisha naye. Nikapigiwa simu kwa mara ya kwanza, ndio kwa mara ya kwanza nikaanza kucheza. Kwa mara ya kwanza nilipwa 2,500. Huyo rafiki yako naye ni shoga ama ni mtu? Ni mdada wa mjini. Ni mdada ambaye wa mjini. Kwa hiyo akanipa ile contact, nikaenda kule, nikafanya kwa mara ya kwanza. Wakanipenda zaidi nilipokuwa mchangamfu na nilipokuwa nafanya kazi kwa usahihi kabisa. Ilikuwa wapi hiyo? Ilifanyika Ubungo. Yeah. Kwa hiyo nikaa nipo kwenye hilo kundi linaitwa Uswazi Box. Yeah, ni kundi ambalo linaitwa Uswazi, ni kampuni hiyo ya jinsia moja. Sasa ulikutana na wenzako? Nilikutana na wenzangu wengi pale, nikaanza kujichanganya, na baada ya hapo nikawa nafanya kazi kwenye ile kampuni ya Uswazi kama kucheza na vitu vingine, lakini si azirushi hapa Tanzania, zinauzwa huko nje ya nchi. Nataka nifahamu sasa kwa namna gani mlikuwa mnafanya huko, mnafanyaje na vitu kama hivyo? Kufanya, mnaweza mkafanya wewe ukawa peke yako, wanaume wakawa wawili, au nyinyi mnaweza mkawa wawili, mwanaume akawa mmoja, lakini haipiti dakika 15. Ni kama dakika kadhaa tu, sababu ni viclip ambavyo ni viclip kwa muda mfupi tu. Kuna tukio lolote huko ambalo wewe kulifanya kubwa katika hizo harakati za huko kwenye utafutaji? Tukio labda la kutisha au tukio la namna gani? La kutisha au la namna yoyote vile ambalo linaweza likawa sio la kawaida. Tukio ambalo sio la kawaida ambalo nimelifanya, nilifanya mapenzi na mbwa. Mbwa? Ndio tukio ambalo nilifanya kubwa kwenye hiyo kazi ya kucheza. Ilikuwaje hiyo? Nilipigiwa simu na rafiki yangu anaitwa Fau, ndio huyo mdada ambaye alinipa kazi. Akaniambia kwamba kuna dili kubwa limetokea, ile ni kampuni nyingine, jina limenitoka kidogo. Akaniambia hiyo kampuni wanatoa hela nyingi, wanatoa 600,000. Kwa hiyo inabidi ukafanye hiyo kazi. Nikasema ile 200,000. Achana na hiyo 200,000. Nikasema 600,000 mbona nyingi? Mimi nikaingia tena tamaa. Sasa sikwambia kama ni mbwa. Nija kama tu mtu wa kawaida. Kama basi shogangu, basi naomba dili. Akaniambia sawa. Akaniunganisha. Nikaenda mpaka Makumbusho. Fika Makumbusho, nikaambiwa sasa inabidi sina mbwa, lakini napewa laki ngapi? 600,000. Mimi nikasema yes. Sasa nikaa usiku nimelala, usiku nafikiria mbwa. Hivi mbwa